Msajili wa vyama vya siasa Tanzania ametoa taarifa inayosema kukanusha upotoshaji na kueleza msimamo wa msajili wa vyama vya siasa kuhusu malalamiko ya Bwana Lembrus Mchome. Zimekuwepo taarifa za kupotosha kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuhusu maamuzi na maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa yaliyohusu halali wa kikao cha Baraza Kuu la Taifa la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilichofanyika tarehe 22 Januari 2025. Kwa nyakati tofauti, baadhi ya watu wamesikika wakisema kuwa Bwana Lembrus Mchome alisaidiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuandaa na kuwasilisha malalamiko yake dhidi ya chama chake cha Chadema. Madai hayo hayana ukweli wowote. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapenda kuwafahamisha wananchi kuwa swala la kuhoji uhalali wa kikao cha Baraza Kuu la Taifa la Chadema cha tarehe 22 Januari 2025 na maamuzi ambayo kikao hicho kilifanya linatokana na malalamiko ya mwanachama wa Chadema Bwana Lembrus Mchome ambaye aliwasilisha kwa barua yake ya tarehe 15 Machi 2025. Kwenye barua yake alikuwa na hoja tatu ambazo ni: 1. Kutotimia kwa akidi ya kikao; 2. Uwepo wa watu ambao sio wajumbe wa kikao kwenye ukumbi wakati wa kupiga kura; 3. Watu ambao sio wajumbe wa kupiga kura. Sio mara ya kwanza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupokea malalamiko kama hayo. Pamoja na Lembrus Mchome, wapo wanachama wengine wa vyama vya siasa ambao wameshawahi kuwasilisha malalamiko kwa msajili wa vyama vya siasa wakilalamikia vyama vyao kuhusu ukiukaji wa katiba na kanuni za chama. Hivyo alichofanya Bwana Lembrus Mchome sio kitu kipya cha ajabu. Madai ya Chadema dhidi ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. 1. Chadema inadai kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilikuwepo katika kikao hicho. Ukweli ni kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilikuwepo katika mkutano mkuu wa Chadema tarehe 21 Januari 2025, lakini haikualikwa na haikuwepo katika kikao cha Baraza Kuu la Chadema la Taifa la tarehe 22 2025 Januari kilicholalamikiwa na Bwana Mchome. 2. Hoja nyingine ya Chadema ni kuwa Bwana Lembrus Mchome aliwasilisha rufaa na sio malalamiko. Baada ya kuchambua barua zake na maelezo ya Chadema, msajili wa vyama vya siasa alijiridhisha kuwa alichowasilisha Bwana Mchome ni malalamiko na sio rufaa, hivyo madai hayo hayana mantiki. 3. Aidha, hoja ya Chadema kwamba Bwana Mchome alipaswa kuwasilisha malalamiko yake ndani ya chama kabla ya kuyawasilisha kwa msajili wa vyama vya siasa. Hoja hiyo pia haina mantiki kwa sababu hakuna sheria inaelekeza hivyo. Maamuzi ya mahakama ambayo Chadema wameeleza katika barua yao kuhusu swala hili yanahusu mwenendo wa mahakama na masuala sio mengine nje ya hapo. 4. Vilevile Chadema wanadai kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kufanya kazi malalamiko mwanachama wa chama cha siasa yanayohusu kiukwaji wa katiba na kanuni za chama na kutoa uamuzi na maelekezo. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilitoa ufafanuzi wa kina kuhusu swala hili katika barua yake kwa Chadema ya tarehe 8/2025 Aprili yenye kumbukumbu namba HA.322/362/16/130. Katika barua hiyo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilinukuu vifungu vya sheria vinavyompa msajili mamlaka ya kusimamia utekelezaji wa katiba na kanuni za vyama vya siasa na kuchukua hatua endapo kutakuwa na ukiukwaji. 5. Kuhusu madai kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilifanyia kazi malalamiko ya Mchome kwa kusikiliza upande mmoja na kutoa uamuzi wake. Ukweli ni kwamba baada ya kupokea malalamiko hayo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa iliwaandikia barua uongozi wa Chadema kuwataka wawasilishe maelezo na ushahidi wao dhidi ya hoja zilizowasilishwa na Bwana Mchome, lakini walikataa kufanya hivyo, wakieleza kuwa msajili wa vyama vya siasa ana mamlaka ya kusikiliza malalamiko hayo. Vitendo vya kukaidi maagizo ya msajili wa vyama vya siasa viliendelea kujitokeza ambapo tarehe 25 Mei 2025 makamu mwenyekiti bara wa Chadema wakati akisoma maazimio ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika 23 na 24 Mei 2025 Dar es Salaam alieleza kwamba kikao hicho kimeazimia kuwa maamuzi na maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa kuhusu malalamiko Bwana Mchome ni batili na hawatoyafanyia kazi. Napenda kuwafahamisha Watanzania kuwa
Msajili wa vyama vya siasa amesikitishwa na msimamo huu wa Chadema kwa sababu wanapaswa kufanya uamuzi wa busara wa kuitisha kikao halali cha Baraza Kuu la Taifa la chama hii chao na kujaza nafasi zilizo wazi badala kubishana na sheria, kwani sheria ni msumeno. Kwa mnasaba huo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapenda kuwafahamisha wananchi, wadau, mamlaka na taasisi zote za serikali na binafsi kuwa wanachama waliorodheshwa hapo chini sio viongozi wa Chadema. 1. Bwana John Mnyika. 2. Bwana Amani Golugwa. 3. Bwana Ali Ibrahim Juma. 4. Bwana Godbless Jonathan Lema. 5. Dr. Rugemeleza Albert Inshallah. 6. B. Rose Mayemba. 7. B. Salima M. Kasanzo. 8. Bwana Hafidhi Ali Salehe. 9. Viongozi na watendaji wote walioteuliwa na viongozi waliopatikana katika kikao cha Baraza Kuu cha tarehe 22 Januari 2025. Na 10. Viongozi na watendaji wote walioteuliwa na mamlaka za chama kushauriana. Viongozi na watendaji wote walioteuliwa kwa mamlaka za chama kushauriana na viongozi waliopatikana katika kikao cha Baraza Kuu cha tarehe 22 Januari 2025. Aidha, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inawasihi wananchi, wadau, mamlaka na taasisi zote za serikali na binafsi kutoa ushirikiano na huduma wanachama walioorodheshwa hapo juu endapo watahitaji kuzipata kama viongozi wa Chadema kwa mujibu wa kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 5, kifungu kidogo A na B, kifungu cha 8B, 10F vya sheria ya vyama vya siasa sura 258 na kanuni ya 31 kanuni za usajili na ufuatiliaji wa vyama vya siasa za mwaka 2019, The Political Parties, the Registration and Monitoring Regulations 2019 GN 253. Viongozi halali wa vyama vya siasa ni wale wanaotambuliwa na msajili wa vyama vya siasa. Kutokana na ombwe la uongozi lililobainishwa hapo juu, msajili wa vyama vya siasa kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha 18 na ibara ndogo ya 6 cha sheria ya vyama vya siasa ameamua kusitisha kuwapa ruzuku Chadema hadi watakapotekeleza maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu chama hicho kina viongozi wanaweza kusimamia mapato, matumizi na marejesho ya fedha hizo za umma. Endapo Chadema wataendelea kukaidi kutekeleza maamuzi na maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa, anaweza kuchukua hatua zifuatazo. 1. Kuzitaka mamlaka husika zichukue hatua za kisheria za kijinai kwa mujibu wa kifungu cha 8B cha sheria ya vyama vya siasa kwa husika wanajinasibu kuwa ni viongozi. Na 2. Kuwasimamisha wanaojifanya kuwa ni viongozi kufanya shughuli za kisiasa kwa mujibu wa kifungu cha 21E cha sheria ya vyama vya siasa. Vile vile, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapenda kuwakumbusha wanachama na viongozi wa Chadema kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya vyama vya siasa ana mamlaka ya kusimamisha usajili wa chama hicho endapo kitaendelea kuwatambua wanachama waliotajwa hapo juu kuwa ni viongozi wa chama hicho. Mwisho, ofisi inaviasa vyama vya siasa kuheshimu na kutekeleza sheria ya vyama vya siasa na sheria nyingine za nchi ili kuepuka misuguano na mivutano isiyokuwa na lazima. Imetolewa na Abu Kimario, mkuu wa kitengo cha mawasiliano na elimu ya uraia, tarehe 27 Mei 2025, ofisi ya msajili wa hazina.